Basi karibu tena katika shule ya Biblia. Mahubiri ya leo siku ya Alhamisi tarehe 2 Aprili mwaka wa 2020. Tunaendelea na kitabu chetu cha Samueli wa kwanza. Kama tu kukumbusha vitabu ambavyo tushamaliza, na haina maana kwamba ndo tumemaliza, lakini tumejifunza mambo mengi kutoka humo na tutaendelea kujifunza. Lakini kama unakumbuka tumejifunza kitabu chote cha Isaya tumekimaliza. Tumemaliza kitabu cha Mathayo, kitabu cha Matendo ya Mitume, tumemaliza kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Warumi, tumemaliza kitabu cha Yakobo. Tulikuwa tunakaribia kumaliza kitabu cha Efeso, lakini tulikuwa tumekisimamisha kidogo. Na sasa tunakisogeza kitabu cha Samueli wa kwanza chenye sura 31, ni kitabu kirefu na chenye mahubiri mengi. Kwa hiyo ni mwendo mzuri. Tushikilie hapo hapo, tuendelee hapo hapo. Na zaidi kuzidi sana. Tuko kwenye mlango wa 24 leo. Na mlango wa 24 una jumla ya mistari ni mingi kidogo, iko 22. Na kama tulivyosomewa ni habari za Daudi na Sauli. Hizi habari zimekuwepo muda sasa. Tangu Daudi atokeze kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza kwenye mlango wa 16 alipopakwa mafuta kwamba atakuwa mfalme anayefuata wa taifa la Waisraeli, na ambaye sehemu nyingi Biblia inasema ni mtu ambaye moyo wake umempendeza Mungu. Mwili wake haujampendeza sana Mungu kimsingi, kwa sababu matendo yake ya dhambi, anayo matendo mengi ya dhambi, lakini moyo wake ni moyo wa wokovu. Unajua mtu anapokuwa ameokoka sio kama anaacha kutenda dhambi. Na of course akiamua kutenda dhambi tena za makusudi, Mungu anazipiga sana tu, anazipiga. Na wengine Biblia inasema mtu aliyeokoka akitenda dhambi hasa za makusudi hata anaweza akafa kabla ya muda wake. Ila ule moyo, kwa sababu umetoka juu, umetoka kwa Mungu mwenyewe, unampendeza Mungu. Matendo yetu yanaweza simpendeze Mungu. Kiwango cha matendo yetu kinachompendeza Mungu ni kiwango cha sauti ya Mungu tunayoendelea kuisikia. Na watu wengi wanashindwa kumpendeza Mungu sio kwa sababu kwa asili ni waovu sana kuliko wengine, hapana. Ni kwamba hawaisikii sauti ya Mungu. Watu wengi watashindwa kuongea kwa mfano lugha ya Kiingereza kwa sababu hawajawahi kusikia lugha ya Kiingereza. Lakini mtoto anayezaliwa anasikia Kiingereza mara nyingi, ndio lugha ya nyumbani na nini, atakuwa kama lugha yake ya kwanza, actually inakuwa lugha yake ya kwanza hata kama sio Mwingereza, kwa sababu anaisikia sauti ya Mungu, sauti ya lugha hiyo mara nyingi. Ndivyo ilivyo na sauti ya Mungu. Na ndiyo sababu tunaweka msitizo kusikiliza neno la Mungu mara nyingi. Tunasoma kitabu baada ya kitabu, mahubiri yetu hayapungui mistari ya Mungu. Tunaweka ndio ufafanuzi wa maneno ya mwanadamu ndio, lakini msingi wake, na hata ukiwa unafafanua mhubiri lazima ufafanue kwa kutumia neno la Mungu. Ukianza kusema nafikiri ukalinganisha tu na fikira zako, ujue unaenda nje. Kwa hiyo tunaenda kusikia sauti ya Mungu, na tunaona kwamba sauti ya Mungu tunavyosikia mara nyingi ndivyo tutaendelea kumpendeza Mungu. Mlango wa 24 ni mwendelezo wa moja kwa moja, kwa sababu habari yake inaanzia hapo mlango wa 23 ulipoishia. Unajua sio sura zote, sio kwamba moja ni mwendelezo wa nyingine. Kwa mfano kwa watu wengine unakuta sura moja na nyingine ni habari tofauti kabisa. Kwa mfano tuliposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mfano tulipofika mlango wa 11 tuliona mfano tu, ni mfano. Mlango wa 11 tuliona ni habari za nywele, kimo cha nywele, wanaume na wanawake, na namna ya kushiriki meza ya Bwana. Mlango wa 12 ulikuwa tofauti kabisa, ulikuwa unaongelea vipawa vya rohoni, haina uhusiano. Mlango wa 13 ulikuwa tofauti kabisa, ulikuwa unaongelea upendo wa matendo, sio upendo na wapenda sana mno. Hapana, ni upendo. Mlango wa 14 nao ulikuwa unaongelea kunena kwa lugha. Yaani kila sura ilikuwa inategemea, lakini huu ni mwendelezo. Mlango wa 23 uliisha, na kabla ya kusema hata ulivyoisha, tuseme ulikuwa unahusu nini. Tulijifunza somo kuu ndani ya mlango wa 23 kwamba unapotenda mema, na tunatakiwa tutende mema. Je, ni kwa ajili ya kwenda mbinguni? Hapana. Mema hatupeleke mbinguni. Kinachopeleka mbinguni kumwamini Yesu Kristo na kumkiri kwa kinywa.
Kuamini moyoni na kuamini kwa akili. Lakini Mungu anataka tutende matendo mema ili kusudi tuweze kuirithi nchi, ili kusudi tumpendeze yeye. Kwa sababu yeye ni Mungu wa mema vile vile. Unapotenda mema, tulichokuwa kwenye mlango wa 23, Daudi aliwatendea wema hata alipokuwa kwenye tabu zake mwenyewe anamkimbia Sauli. Aliwatendea wema watu wa Keila. Na humo kuna mji mwingine inaonekana ni sehemu ya Keila unaitwa Zifu. Wote hao wakamgeuka, wakawa wako tayari kumtoa kwa Sauli, na mkini wakiwa tayari hata kufanya shauri na Sauli kusudi akamatwe huyu aliyetoka kuwakomboa na Wafilisti. Tukajifunza kwamba somo tulijifunza kubwa kabisa, unapotenda wema mara nyingi usitegemee kurudishiwa wema. Mfano mzuri tu kwa watu wanaotoaga siku hizi labda siku ndoa tuseme au harusi za Kikristo huwa zinaenda na michango hasa za Kikristo. Wewe anamchangia mtu uliyemchangia kwenye harusi, usitegemee sana kwamba ndiye atakayekuchangia. Hapana. Mara nyingi ukishachangia mtu anayekuja kuchangia ni mwingine. Ni mfano wake kwamba kwa vile fulani hajanichangia basi sitamchangia, hapana. Tena hapana. Mungu anatutaka tunapotenda mema tusiangalie kama turudishiwa mema. Na mara nyingi unapotenda mema usitegemee kurudishiwa mema. Na mtu anayetenda mema ili kusudi arudishiwe mema sio rafiki wa Mungu. Tenda mema bila kujalisha bila kujalisha kwamba utalipwa au la. Na by the way, kila wema unaotendwa na mwanadamu unalipwa. Anayeulipa sio yule mwanadamu unayemtendea, ni Mungu. Tunamwona kwamba Daudi anakuja kupewa ufalme tena mwema, na anapewa kiti cha enzi kisicho na kikomo, kisicho na mwisho. Lazima kwenye kiti cha Daudi akae mfalme mpaka Kristo. Kwa sababu ya wema wake, moyo wake. Kwa hiyo tunaiona ndio tuliona wazi kwenye kitabu, kwenye mlango wa 23 wa kitabu cha Samueli wa kwanza. Lakini pia tukajifunza vitu vingine kwamba unapokuwa kwenye taabu, ukiwa vizuri na Mungu, ukiwa unamsikiliza Mungu, ukiwa unapenda sauti ya Mungu, huwezi kujua msaada wa Mungu utakujaje. Tuliona kwamba Daudi alikuwa ameshazingirwa kila namna, lakini alivyokuwa karibu akamatwe tu, akaja taarifa ikamjia Sauli kwamba nyumbani kwake mambo yameharibika, Wafilisti wamevamia, akaacha kumtafuta Daudi aliyekuwa ameshamweka kati kabisa, akaenda kujiokoa na kuokoa mji wake mwenyewe. Akaenda kupambana na Wafilisti. Maana yake adui anapokuwa amejipanga, anataka kuangamiza, kama uko na Mungu huwezi kujua yule adui anaweza kapewa taarifa kwamba nyumbani kwake mambo yaharibika, kaachana na wewe. Anaweza akahama, kama labda ni mtu unaweza kuwa huko kazini, mtu ni mbaya, ni labda ndio bosi wako au ni mtu anayekuchongelea kila siku. Wakati wewe unaona kama amekufikisha pabaya, ukasikia amehamishwa. Au wengine anaweza hata akafa kabisa kaondoka. Sasa vyote vipo. Je, tunaviombea? Hapana, lakini mwenye kutenda ni Mungu. Kwa hiyo tunaona hili jambo lilimpata Daudi alipokuwa amezingirwa. Mungu akafanya kazi asiyoitarajia Daudi, asiyoitegemea Daudi, akashtukia adui yake anaitwa kwenye matatizo na yakabaki salama. Sasa sura na alikuwa amejificha katika pango la Engedi. Sasa mlango wa 24 unaanzia pale. Anasema hivi, ikawa Sauli aliporudi baada ya kuwafuatia Wafilisti, aliambiwa ya kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi. Ndipo Sauli akatoa watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumfuata Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu. Akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kujifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa wakaa mle pangoni ndani sana. Walikuwa wamejificha ndani. Okay. Hiyo mistari mitatu ya kwanza tuitafakari kwa kweli. Kuna vitu vya msingi vya kujifunza hapa. Kitu cha kwanza tunaona kwamba Sauli anarudi tena. Alikuwa anamtafuta Daudi, matatizo yametokeza kwake, ameenda huko, lakini na hana sababu ya kumtafuta. So, tutaona kwamba muda wote kwenye sura hii na sura zinazofuata na zilizotangulia, Daudi hana ubaya kabisa, kimsingi ni mtu anayemsaidia, lakini yuko anamtafuta, na hata akitoka ndani matatizo bado anainuka anaenda tena kumtafuta.
Hii haina tofauti na mtu unakuta ni mtu mkorofi mgomvi analala kesho asubuhi akiamka Mungu anasema unapolala inatakiwa hasira za jana zifutike ziondoke kabisa. Anaamka na hasira za jana tena. Huyu mtu anarudi na hasira za mwaka jana. Huyu ni mtu mwovu. Biblia inasema kasirikeni, tuliona katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4 mstari nafikiri wa 30 pale. 27. Kasirikeni lakini msitende dhambi. Yaani muwe na hasira lakini msitende dhambi, na akasema huyu ana hasira mbaya. Anasema na jua lisikuchwe. Mkiwa bado mmebeba machungu na hasira zile. Huyu machungu yake yapo hayaishi, anaenda kupambana watu wengine wanaomuudhi, lakini kumbukumbu ya Daudi haifutiki. Huyu ni mtu mbaya. Tujifunze kuachilia hata kama angekuwa ni adui wa kweli. Huyu ni mtu mbaya, ni mfano mbaya. Lakini tujifunze vitu vingine viwili hapa vya msingi. Cha kwanza ni masahihisho. Mstari wa kwanza kwenye King James, actually mstari wa pili anasema ndipo Sauli akatoa watu 1000. Kwenye King James hajasema watu 1000, amesema 3000. Kwa neno 3 linakosa. Naomba uliweke pale. So hizi ni tafsiri za Kiswahili tulizoziona mara nyingi sana kwamba zimekosewa. King James tangu itafsiri mwaka 1611 imelinganishwa na neno lilivyotoka kwa mara ya kwanza kwa Kigiriki kwenye Agano Jipya, ikalinganishwa na rekodi za kwanza kabisa za vitabu vya Musa kwa Kiebrania, haijawahi kupoteza pointi hata moja. Hii ya Kiswahili imekosa. Sio 1000 na 3000. Na unaweza kukubali kwamba Sauli alivyokuwa anamchukia Daudi, asingeweza kumwendea na watu wachache. Kama ni unahisi labda ni kati ya 1000 na 3000, haraka haraka utahisi ni 3000. Wewe mtu ambaye walikuwa wanagombana tangia mwaka juzi, ameenda akapigana vita lakini bado anamkumbuka na mrudia pale pale. Kwa hiyo tunaona kwamba ni masanisho ni 3000 sio 1000. Kitu kingine ambacho tunakiona Daudi, kwa hiyo Sauli amekuja, yuko na watu wake 3000 wanamtafuta, ana taarifa kwamba anaingia katika mapango ya Engedi. Anamtafuta Daudi, anapita kwenda kujifunika miguu, anaingia kwenye pango na akina Daudi wako kwenye pango hilo hilo. Kujifunika miguu, nani ameelewa maana yake nini? Hicho sio Kiswahili kilichozoeleka, si ndio? Yes. Ukisoma kwenye King James pia ametumia neno kujifunika miguu. Hapo ndipo ametafsiri vizuri kabisa. Sema angeweza kutafsiri maana nyingine. Kwa maana iliyozoeleka ya Kiswahili. Kimsingi hutaki kutafsiri neno kwa neno. Unatafsiri kwanza neno kwa neno na maana kwa maana. Kwa mfano neno kujifunika mguu, msomaji wa Kiswahili hataelewa maana yake nini. Nani anaweza kaelewa maana kujifunika mguu? Lakini Biblia inasema, na hii tuende katika kitabu cha, tutaiona sehemu nyingine. Tuisome katika kitabu cha sehemu gani nyingine ambapo inapatikana. Na katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi, hizo habari zipo pale. Waamuzi mlango ule wa hivi itakuwa, ngoja tuangalie mlango wa pili. Waamuzi mlango wa 3 mstari wa 24. Waamuzi 3:24, hiyo lugha inatumika, na ndivyo namna ya kusoma Biblia ili kusudi mtu asikuwekee tafsiri zake, na nitaisoma katika King James. Waamuzi mlango ule wa 3:24, Biblia inasema hivi. Waamuzi, ukirudi kushoto utaipita Ruthi, utaingia kwenye kitabu cha Waamuzi. Kina jumla ya sura 21 kama sikosei. Kwa hiyo utakuja kwenye sura ya 3 mstari wa 24, tusome pale lile neno. Na sijui mtu mwenye Biblia ya Kiswahili kama amefika pale, inasemaje 3:24. 3:24 kama hujafika pale, mimi nimefika, ngoja niisome. Anasema hivi: when he was gone out, his servants came, and when they saw that, behold, the doors of the parlor were locked, they said, surely he covers his feet in his summer chamber. Ni taarifa za Ehud. Ehud alikuwa ni mwamuzi mmoja wapo. Anaonekana naye anajifunika miguu akiwa ndani ya nyumba. Ya ndani, sehemu ya ndani ya nyumba anajifunika miguu.
Okay, kama umefika pale sawa, tuendelee kwa sababu muda, hatusoma Kiswahili chake. Lakini Kiswahili chake ndio hicho cha kujifunika miguu. Maana ya neno hili lililotumika kujifunika miguu ni ndio tungeweza kulinganisha na Kiswahili cha leo kama kwenda msalani. Unaweza kutumia hata neno kujisaidia, ni neno lililozoeleka, yaani ni neno linaloficha ukali wa maneno. Kwenda msalani au kwenda uwani. Siku hizi tunatumia neno uwani, yuko uwani na nini maneno. Kwa hiyo ni lugha hiyo. Huyu Sauli ameenda uwani kwenye pango. Na tutaendelea kuona maana ya hilo neno ni nini. Lakini hili neno pia linatufundisha mambo mengi. Sitatumia muda mwingi sana, lakini kwa msomaji wa Biblia kuna neno la kujifunza kwenye kujifunika miguu. Leo hii kuna tatizo la uvaaji. Wanakuambia labda watu wote wanawake wanaume wavae nguo za aina moja. Biblia imetofautisha, nasema wanaume wasivae mavazi ya wanawake na wanawake wasivae mavazi ya wanaume. Na ili neno la kujifunika miguu, jiulize mtu ameenda uwani. Akiwa uwani, nguo atakayokuwa amevaa inayoweza kumfunika miguu akiwa anajihudumia ni nguo jamii ya suruali. Ndio unaweza kaishusha ikafunika miguu, au ukiwa na kaptula itaenda ifunike ile miguu. Kwa sababu atakuwa amejivua aweze kujihudumia. Hili linatupa picha kwamba hawa watu wa wakati leo hii ukiangalia kwenye mamovie ya Kikristo, unakuta habari za Yesu sini, unakuta amevalishwa vitu kama magauni au manguo fulani kama ya kike. Gauni imeshona kutokea juu kwenda chini. Na watu wanafikiri ndivyo walikuwa wanavaa. Hapana. Huyu mtu kama angekuwa na gauni kama tunayoona au hawa sio mapapa manini wanakuwa wamevaa magauni. Yaani ni magauni yale. Kimsingi. Ni gauni. Lakini tunaona kwamba watu ni mfalme au watu wa kale, tofauti na tunachoambiwa au tunachoonyeshwa kwenye picha za leo za kufikirika, walikuwa wanavaa suruali, nguo ambayo na uwezo wa kuivua ikafunika miguu ili kusudi uweze kujihudumia. Na ukitafuta sehemu nyingine unaona ni picha, ni nyongeza. Of course tumeshaona katika kitabu cha Kutoka mlango wa 28 mstari wa 42 Mungu akisema wanaume wavae suruali, na sehemu nyingine kwenye kitabu cha Ezekiel na nini. Kwa hiyo Mungu alitofautisha. Kwa hiyo akisema kwamba hawa wavae nguo hii na hawa wasivae hii, alikuwa anamaanisha, na tunaiona iko katika matumizi ya kila siku. Japo picha tunazopewa ni za tofauti. Au unaona watu wana nywele ndefu sana. Biblia inasema wanaume wawe na nywele fupi. Biblia haiwezi kusema kitu alafu huyo ndo akakikosea hata siku moja. Utamchoraje Paulo ana manywele marefu? Mara nyingi Paulo akichorwa na watu wengine akina Petro, manywele marefu. Lakini Paulo anasema wanaume wana nywele fupi. Sasa anaweza akawa labda tuseme atakuwa ni mnafiki kiasi gani ambaye anakuambia wanaume wana nywele fupi alafu yeye ana manywele marefu. Mnafiki. Kwa hiyo hizi picha actually ni somo la kujifunza la kufundisha kabisa Jumapili. Watu wengi wana picha za habari ya Biblia na nini kwa video za duniani. Hapana, soma Biblia inakwambia kwamba ni tofauti. Watu tunaona habari ya kujifunika miguu. Kwa hiyo Sauli alikuwa anajifunika miguu, tutumie neno kama lilivyotumika hilo. Na Daudi yumo humo kwenye lile pango. Mstari wa 4. Unaweza kusema sasa hapa tumefunza nini? Haya tuliojifunza yanatufaa. Tuendelee mbele. Mstari wa 4 anasema, na watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndio ile siku ile aliyokuambia Bwana, angalia nitamtia adui yako mkononi mwako, nawe utamtenda yoyote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka, akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri. Mstari wa 5, lakini halafu sio Kiswahili sio sahihi. Uwezo kukuta neno halisi na hii ndio tafsiri za makosa. Lakini na halafu haziendi pamoja. Unaweza kutumia Kiswahili cha lakini halafu. Halafu ni inaweza kutumika peke yake au lakini. Labda ungeweza kusema lakini hata hivyo inaweza kaenda pamoja. Lakini na halafu haziko pamoja. Ndio unaonyesha kwamba matatizo hata ya lugha tu peke yake. Lakini halafu tuisome kama ilivyoandikwa. Moyo wake Daudi ukamchoma kwa sababu amekata upindo wa vazi lake Sauli. Mstari wa 6, akawaambia watu wake, hasha, nisimtende bwana wangu Masihi wa Bwana neno hili kuunyosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana.
hapa tunapata ujumbe mkuu wa somo la leo. Labda nilipoanza sikuwa niliweka msisitizo kwenye masomo yaliyotangulia, sikusema somo la leo. Somo la leo kitu kikubwa tunachojifunza, kutokulipa kisasi. Usilipe kisasi. Nisilipe kisasi. Na dunia hii na walimwengu wanaotuzunguka na wanadamu, kwa kweli kwa tukiishi kama vionjo vya mwili na vitu tulivyozoea vinavyotuzunguka, tutaishi kwa maisha ya kisasi muda wote. Kwa sababu wanadamu, uwezekano wa kutendea mambo kati ya mema na mabaya yatakuwa ni mabaya. Lakini Mungu anatuambia tusilipe kisasi. Tunajifunza. Daudi hapa picha yake ni picha ya Kristo. Watu wake wanamwambia tayari yumo kwenye pango la Engedi na watu wake wa Engedi. Watu wake wanamwambia, alikuwa na watu tayari jeshi la watu 600. Wanamwambia sasa huu ndo ule muda, na wanamdanganya huo muda. Kwenye maandiko tutakuja kuona huko sura ya mbele pia wanamwambia hivyo, lakini hatuoni popote ambapo Mungu anamwambia Daudi kwamba, kwa sababu Daudi tunaanza kumuona kwenye mlango wa 16. Hatuoni mimi sipakumbuki na nimepata sipaoni ambapo Mungu anamwambia kwamba adui yako utamkamata umtendee lolote. Walikuwa wanampa ushauri wa uongo. Mara nyingi tunapokuwa kwenye matatizo, unaweza kuwa umeugua, unaweza kuwa umepata tatizo labda la mashauri na serikali, au umepata tatizo lolote na jirani yako, watu watakushauri kwamba huu ndio muda wa kufanya hiki na hiki. Hapana. Lazima tuyasikilize mashauri yao. Si vibaya kusikiliza mashauri ya watu, lakini tusiyafanyie kazi. Kuna mtu mwingine, mtu akitoka kumwambia tu fanya hiki, mara moja anaanza kufanya. Hiyo ni tabia ya mtu ambaye hana mashauri ya Mungu. Mashauri ya wanadamu tunayasikia, ndio tuyapime na ama tuyatende kama ni mazuri, na kama yako yanakubaliana na mashauri ya Mungu. Kwa mfano wanamwambia ajilipize kisasi. Mashauri ya Mungu muda wote anakuambia usilipe kisasi. Na huyu ni masihi wa Bwana. Masihi wa Bwana ni mpako mafuta. Watu wote kwa Mungu ni sawa. Awe mkubwa awe mdogo, awe mfalme awe mtu. Lakini kuna mazingira ambayo hata leo ulinzi wa masihi wa Tanzania, mpaka mafuta wa Tanzania tuseme ni rais wa nchi, ulinzi wake hauwezi kulingana na kwangu na kwako, japo wote tunalindwa. Huyu kifo chake kinaweza kaleta hata mkanganyiko na hata ukosefu wa usalama kwenye taifa. Watu wengi wakafa kwa sababu ya mtu huyu, kwa sababu tu yuko kwenye nafasi ambayo ni mpako mafuta. Daudi analijua hilo. Anasema mstari ule wa 6, akawaambia watu wake, hasha nisimtende bwana wangu masihi. Kwa hiyo tumeona pointi mbili ndani ya kujifunza mambo ya kuyaishi. Hizi pointi moja moja unayosoma utaisikia leo, utaiona ya ajabu, lakini pole pole itakuja, na kesho na kesho kutwa baadaye tunaanza kuishi maisha ya kimungu hivi. Ndiko kujifunza kuishi maisha ya Mungu. Kusikia sauti ya Mungu. Tumeona sehemu ya kwanza ni kwamba unaweza kupata mashauri, sio lazima uyafanyie kazi. Unaweza uko hapa labda ni baba, ukapata mashauri, mshauri wako wa kwanza ni mkeo. Lakini kitu ya kwanza, kwa mfano Ayubu alipata ushauri kutoka kwa mkeo, hakukubali. Alikuwa ameshauri anasema, tunaomba ningekushauri umtukane Mungu ufe kwa sababu mateso yako ni mabaya. Na kwanza unasubiri nini? Sio watoto wako washakufa. Kumbe Mungu anapanga warudi tena. Tunaona Adam anapata ushauri anatoa msosi, anasema kula tamu, akakubali. Mungu anasema kwa sababu umesikiliza ile sauti, hukuipima kulingana. Je, iko sawa na mashauri ya Mungu? Leo hii nikipata tatizo, wewe ukipata tatizo, yote yule kwanza sio lazima ukae unauliza kila mtu shauri. Kuna watu wa kushauri na watu ambao sio wa kushauri. Leo hii watu wengi wanapotea kwa sababu marafiki zao, anapata tatizo, rafiki anamwambia fanya hivi. Labda mtu ni mwanaume au ni mwanamke amegombana na mumewe, wanamwambia unaona una chochote. Ni msomi na wewe ni msomi. Ni mzuri na wewe ni mzuri. Nini? Unamtafuta nini? Mungu sicho anachosema. Watu wengine wanapotea kwa sababu hiyo hiyo. Unasubiri nini? Yaani kwanza ni kitu gani ambacho atakupa? Mungu anasema anasema Biblia inasema katika kitabu cha Malaki, anasema Mungu anachukizwa na utengano. Hilo tu. Adamu halimpendezi Mungu, hata kama ni mapenzi ya wanadamu hatufanyi. Jamani, kwa hilo tunaelewana? Hiyo ni muhimu sana. Mashauri ya watu tuyasikilize, na sio kila shauri tulipokee. Na kuhakikishia ukipata tatizo katika mashauri 10 kwa ulimwengu tunaoishi, mashauri 8 yatakuwa yanakupotosha. Nani anahisi kwamba nimekadiria sana? Nimekadiria kawaida yamkini chini. Kwa hiyo
si vibaya kwa sababu wakati mwingine mashauri Biblia inasema penye mashauri pia taifa litapona, lakini mashauri ya kimungu. Ni vizuri tupate mashauri lakini tuyapate hata kama yametoka kwenye kinywa cha mhubiri. Kama ni mtu aliyezoea kuisikia sauti ya Mungu, lazima aseme kwa ajue kwamba huyu ananiambia kweli au uongo. Lazima tuzoee kusikia. Kimsingi mshauri mkuu ni Mungu. Biblia inasema Kristo ni mshauri wa ajabu. Nasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 9. Mlango wa 6. Yes, mlango wa 6:9 pale. Kwa hiyo tunaona ushauri, lakini kitu tunachojifunza cha pili, pointi ya kwanza ya Daudi kwamba hapokei ushauri usiofaa. Pointi ya pili tunaona kwamba Daudi ana uwezo wa kujizuia anapokuwa mara nyingi kutokulipa kisasi ngoja tuseme ukweli. Tunaona kwamba Daudi halipi kisasi kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumaliza Sauli. Kwa sababu alichokifanya walimwambia nenda kama akachukua nguo yake, na naomba nieleze kidogo mazingira yale. Ukisoma vizuri utaona kwamba sio kwamba alikuta Sauli alikuwa amevaa nguo akaenda nyuma akaikata, hapana. Leo hii ukitaka hata kwenda kwa mfano umevaa makoti mengi na nini, ukitaka kwenda uani utachukua koti ulitundike sehemu. Na huyu kwa sababu alikuwa kwenye sehemu ambayo labda haina milango, sehemu ya kutundika vitu. Bila shaka na alikuwa anaogopa lile vazi lingeweza labda kuchafuliwa na shughuli alikuwa anaifanya, atakuwa liliacha pembeni kidogo sehemu ya mbali. Na Daudi yuko humo na ni mtaalamu wa mazingira amekaa mle ndani sana. Kwa aliingia tu akalikuta lipo akalikata sehemu yake kama ushahidi kwamba kama niliweza kukata vazi lako nilikuwa na uwezo wa kukata na wewe. Na tunaona analitumia na nalo linamuuma moyoni kwamba hata vazi la huyu mtu kuligusa tu nimefanya kosa. Lakini kwa kiasi fulani ina faida kwa sababu inampa ushuhuda Sauli kwamba vinginevyo asingekuwa na kile kipande cha ile vazi, angeweza kumwambia asema asingemwamini, lakini akiona vazi lake limekatwa na kipande anacho Daudi lazima ataamini. Kwa hiyo ilikuwa inamuuma, lakini kimsingi ilikuwa ni huna jinsi, unaweza kufanya kitu. Ni kama mtu unataka labda una mtoto anakosea, hupendi umchape, inauma, lakini imebidi. Inabidi. Lazima watoto tufike sehemu tuwachape ikibidi, na mara nyingi inabidi. Lakini je, ni mzazi yupi anapenda kumwona mtoto wake anachapa? Hata yeye mwenyewe hapendi. Japo kuna wazazi walevi wagomvi anakuwa tu muda wote anapiga watoto. Hapana, lakini mzazi wa kweli, huyu ni Daudi wa kweli, anasema katika nafasi ya Kristo alikata ile nafasi ile vazi. Hakuwa na mpango huo. Haikuwa kitu cha faida kwake, lakini ilibidi ikusudi yule aamini. Kwa hiyo tunaona kwamba Daudi, pointi ya pili na ya msingi na ndio kimsingi wazo kuu, ni mtu mwenye uwezo wa kujizuia. Kwa sababu unaweza ukawa labda tunaona hoja kubwa ni kwamba alikuwa sio mlipa kisasi, na hoja inakuja mstari unaofuata. Ila kulipa kisasi haimaanishi kwamba huyu mtu ni mtu mzuri. Unaweza ukashindwa kulipa kisasi kwa sababu huna uwezo wa kulipa kisasi anyway. Hiyo kitu ipo au haipo. Mtu anaweza kawa na kisasi moyoni lakini hana cha kufanya. Sasa huyu Daudi alikuwa na uwezo wa kufanya chochote, lakini uwezo wa kujizuia. Naomba ninyi mnaonisikia na mimi nayesema tuendelee kujifunza hii tabia kubwa sana. Kabla ya kufanya chochote tuwe na uwezo wa kujizuia, hata kama tuna uwezo wa kufanya jambo fulani. Kwa mfano, mtu kama Yusufu alikuwa afanye uovu na mke wa Potifa. Lakini kitu kilichomfanya tunaweza kusema tabia aliyoionyesha ambayo watu wengi hawana na tunatakiwa tuwe nayo ya kutosha, ni tabia ya uwezo wa kujizuia, kutokufanya chochote ambacho mwili unataka hata kama una uwezo wa kukifanya. Huyu alikuwa na uwezo kumua adui yake na habari kaisha hapa. Akachukua ufalme. Lakini tunaona kwamba Biblia inasema sehemu fulani kwenye Mithali sijaandaa. Biblia inasema mtu atakaye urithi haraka utampungukia baadaye. Unajua kuna watu wengine wanatamani wazazi wake wafe kabla ya muda ili kusudi achukue nyumba ile. Umeshasikia hizo habari za hao watu?
wengi sana, hasa vijana wavivu, vijana watamanifu, vijana wengi, sio vijana, hata watu wazima, hata watu walikaletwa. Watu wengi wanatamani wazazi wao, hasa wenye vitu, watangulie. Au akina mama nasikia anatamani mume wake atangulie kusudi ajitawale kwenye ile nyumba. Ni vyake ndio, lakini huo ni uwaji. Huyu hafanyi hivyo. Unaweza kusema tumefikaje hapo? Tumefika hapa kwamba Daudi ndio alikuwa mfalme anayefuatia. Kifo cha Sauli tu kilikuwa kinampa ufalme immediately. Lakini urithi wake wa ufalme yuko tayari kusubirisha mpaka Mungu atakapompa. Hakulazimisha kupata ule ufalme. Baki angekufa leo tu ndani ya wiki inayofuata. Na tunaona mwishoni mwa sura hii Sauli anauawa na vitu vingine. Haikuchukua muda mrefu. Mara nyingi ukiwa na tatizo halichukui muda mrefu kabla Mungu haja alitatua mwenyewe. Usimtangulie Mungu kumfanyia kazi yake. Hii kazi Mungu alikuja kuifanya mwenyewe, sio siku, yani ni sura ya 29 hapa. Kama sikosei 29:30 hapo. Haikufika sura ya 31 Sauli amekufa. Ufalme unarudi kwa Daudi. Daudi anatoa mfalme kwenye Samueli wa pili mlango wa kwanza, anaanza ufalme mapema sana. Kwa hiyo tunaona uwezo wa kujizuia, lakini ndani yake kuna vitu vidogo vidogo vingi. Moja wapo kikiwa hicho kwamba tusiwahishe kupata kitu ambacho tutakuja kukipata. Tumsubirie Mungu afanye kwa wakati wake na majira yake yatakapokuwa tayari. Tunaona Daudi, mstari wa 7, Daudi anawazuia watu wake. Huyu ni kiongozi. Naomba hili tuliangalie. Habari ya kujizuia yeye mwenyewe, unajua watu wengi, viongozi wengi huwa ni wazuri. Hata viongozi wa mataifa. Unakuta ni mzuri, labda kuna mgogoro kati ya eneo na eneo na nini. Unakuta viongozi kama viongozi hawana shida. Shida ni wale wasaidizi wao. Mstari wa 9, kiongozi Daudi anaitwa sababu Mungu anampa ufalme. Hivi huna uwezo wa kuongoza watu wanaokuzunguka. Huna uwezo wa kuongoza familia yako, huna uwezo wa kuongoza, hujawahi kufanya uongozi afu Mungu akupe uongozi. Hapana, mstari wa 7 Biblia inasema Daudi akawazuia watu wake kwa maneno asiwaache kumondokea Sauli. Yaani wenyewe walikuwa tayari, wangeona labda Daudi anaenda nakata vazi, wao wakasema umemwacha hai. Lete upanga, wakaenda kumkata shingo Sadani. Lazima pia unaweza kusema sasa kiongozi ni nani? Kiongozi ni mimi na wewe. Yote yule hapa kuna sehemu anafanya kazi ya uongozi popote pale. Popote pale. Na hasa unapokuwa katika kanisa, unakuwa kiongozi, kutakuwa na watu wapya wanakuja. Kuna ukiwa mama, una watoto. Ukiwa baba, una familia yote. Ukiwa mwinjilisti, una watu wengi watakuomba ushauri. Jiulize wewe ni mtu wa kanisa, wanajua yule ni mpendwa, anajua Biblia vizuri. Na watu wengi wanajua kwamba Biblia ndicho chanzo cha habari za ndoa. Akikuuliza kitu lazima ufanye sawa sawa na neno la Mungu. Lazima unakuwa tayari umeshakuwa kiongozi wake. Makanisa leo yanavunja ndoa za watu. Ndoa nyingi zinakufa. Tuulize ndoa za lokole tuchukulie. Na ndoa za Kiislamu kwa mfano. Zipi ambazo zinafuata kanuni ya Mungu? Kwa mfano Biblia inasema kichwa cha familia ni mwanaume. Hicho kitu huwezi kukuta ushauri wa namna hiyo unatoka kwenye kanisa la Kristo. Utakuta kule kwenye nani? Kanisa la kwenye sio kanisa. Imani ya Kiislamu kwa mfano au watu wengine ambao au nenda kwa Wahindu pale. Au nenda kwa Wabudha wa China. Kwa hiyo uongozi sio lazima uwe umechaguliwa na kupigiwa kura au umepiga kampeni. Hapana, ni pale ambapo uko kwenye nafasi ya kuwaongoza wengine wakafanya jambo fulani. Na Mkristo mwenye kujua neno la Mungu, kama ni kijana utaongoza vijana wenzako. Watakuja kuambia mimi nimemwona fulani na nimepata mchumba, nifanyeje? Yule jamaa atakuwa wengine atakutuma kabisa uende kuuliza hata kanisani kwako. Kwa sababu wanaogopa kwenda. Akadhalika. Kwa hiyo Daudi tunaona kwamba ana uwezo wa kuzuia watu, na hiyo ni tabia ya kwanza ya uongozi. Mstari wa 8, Daudi naye akainuka baadaye akatoka pangoni akamwita Sauli akisema, Bwana wangu mfalme.
Na Sauli alipotazama nyuma, Daudi akainama uso wake hata nchi akamsujudia. Yamkini alizidisha hatua kumsujudia. Biblia inasema usimsujudie mwanadamu, msujudie Mungu peke yake. Lakini tunaona tabia nyingine ya Daudi ambayo tunatakiwa tujifunze kama Wakristo, utii. Daudi anatoka kwenye pango ambapo inaonekana walikuwa karibu na Sauli alipokuwa anajifunika miguu, Anamuita kwa mbali akisema bwana wangu, anampa jina la heshima. Huyu alikuwa adui yake. Adui yako katika hali ya kawaida Mkristo wa leo huwezi hampi jina la heshima kama hili. Lakini si tunaliona bwana wangu. Anaendelea anasema na akamtii kwa vitendo, akamuinamia tuseme. Biblia siangalia vizuri kwenye King James, lakini nadhani ni kama alimuinamia tu kwa kumpa heshima. Kusujudu ni kule kuinama ukapiga na magoti kabisa, kichwa kikagusa chini. Hapo umesujudu. Sijui kama, lakini kwa lugha nyingine anamtii. Kwa lugha nyingine hata kama huyu ni kiongozi wake mpaka sasa. Kiongozi wa taifa na huyu ni mwananchi. Hata kama kiongozi kimsingi labda au amefika hatua anavunja sheria ya Mungu waziwazi, lakini kimsingi hata kama atakuwa anakutesa, bado tuna jukumu la kwa heshima na kuwatii. Tunajifunza hapa. Na tumeona sehemu nyingine, sikupata muda labda wa kuchambua maandiko sehemu nyingi, lakini tunaona hilo. Sehemu nyingine pia tunasema usiwatende uovu masihi wa Bwana. Huyu ni masihi wa Bwana. Hakuwa anamaanisha wachungaji, hakuwa anamaanisha watu. Kimsingi hilo neno liko kwenye Zaburi, siangalia vizuri, lakini inapatikana pia nafikiri kwenye Nyakati. Anamaanisha muktadha ile somo la kwamba usiwatende uovu au usiwatukane au masihi wa Bwana, anamaanisha watu walio wacha Mungu. Kimsingi wacha Mungu, sio watu wengine. Na yamkini nafasi kama hii ya mtu kama Sauli. Tutaendelea. Tunajifunza tabia ya na umtii mtu bila hata kumpenda basi. Maana hapa kuna upendo ndani yake. Mstari wa 9 Biblia inasema, watu tumejifunza vitu vitatu mpaka sasa. Mstari wa 9 tunaendelea, anasema hivi. Daudi akamwambia Sauli, "Kwa nini unaisikiliza maneno ya watu wasemayo, tazama Daudi anataka kukudhuru? Tazama leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha, nikasema sitakunyooshea mkono wangu juu ya bwana wangu, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana." Mstari wa 11 anasema hivi. Anasema wa 11 anasema, "Tena baba yangu, tazama upindo wa vazi lako mkononi mwangu, maana ikiwa nimekukata upindo wa vazi lako nisikuue, ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkononi mwangu, wala sikukosa neno, ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata." Daudi ananena maneno ambayo Sauli hana uwezo wa kuyapinga. Kwanza anampa heshima. Anamuita baba yangu. Kimsingi baba yake huyu alikuwa ni baba mkwe pia. Kumbuke kwamba alishamuoza binti yake wa pili Mikali. Japo alikuwa amefanya ujanja, Merari yule mke wa binti wa kwanza walimfanyia dhuluma. Lakini wakampa huyu na kwa makusudi mabaya. Lakini ni baba mkwe. Kwa hiyo baada anatambua alishakuwa adui, lakini baada anampa heshima yake. Watu wengine huwa kuna fukuto na ugomvi kati ya wakwe. Mtu na mkwe wake au wa kike wa kiume unakuaga na fukuto, ndilo lipo kubwa au sio kubwa. Kwa hiyo picha tunajifunza kutoka kwa Mungu hapa, lazima hata tukitoka kwa mdogo kwenda kwa mkubwa, japo na mkubwa na jukumu vile vile, lazima mkwe mdogo, yani mwenye kuoa au kuolewa kwenye hiyo familia, aweze kuvumilia ugomvi unaotoka kwa huyu mwingine. Tunalipata hapa. Anapompa cheo cha baba, Biblia muda wote baba anaweza kumaanisha baba aliyekuzaa, lakini maana ya pili baba wa mkeo au mmeo. Ni baba. Na lugha ya kawaida tu ya Kiswahili tumezoea kutumia hili. Baba.
Anaweza kawa baba mkwe au baba ni. Sawa. Kwa hiyo anamhakikishia anasema angalia nina pindo la vazi lako. Kwa nini anasema kwa nini unasikiliza maneno ya watu? Kimsingi tuseme kitu kingine. Naomba nifundishe point ndogo. Sio ndogo muhimu lakini imejificha ndani ya maandiko lakini tuibebe. Daudi haionekani wazi kwamba aliambiwa na watu kwamba Sauli anasema kwamba anataka kumuua. Kwa maana kwamba anapomwambia kwenye mstari wa 9 anasema kwa nini unasikiliza maneno ya watu? Kimsingi hakuna ushahidi wa kimaandiko nilioona au unaoonekana waziwazi kwamba ni watu waliokuwa wanawachonganisha. Kwa sababu kama ni Doegi alimchonganisha Sauli ambaye naye alikuwa anapenda ule uchonganishe anyway. Lakini hatukumwona anamchonganisha Daudi. Kwa hiyo Daudi anatumia neno hili kama neno la kumfichia aibu mkubwa. Na hii kitu nimeshaiona siku hizi inatumika sana. Nilikuwa naipinga lakini nikiri kwamba baada ya kusoma maandiko nimejifunza kwamba ni kweli. Leo hii kiongozi wajua akikosea watakwambia washauri wake ndio wakosaji sana, si ndio? Hana kosa. Kosa ni washauri. Hiyo kauli imezoeleka. Kimsingi kauli inatoka ndani ya Biblia. Tatizo likishakuwa kubwa kabisa mwenye jukumu moja kwa moja ni yule kiongozi. Lakini bila shaka kiongozi anafanya kupiga saini tu ya vitu ambavyo vimeshaandaliwa. Kwa hiyo Daudi anachokifanya anaona kwamba huyu anayefanya kosa ni Sauli, lakini na naamini Sauli ni kiongozi, ni mfalme, bila shaka anawashauri. Kwa hiyo anatumia ile lugha kumfichia aibu. Mwenye kosa ni kimsingi ni Sauli mwenyewe, lakini anamfichia aibu kwamba mfalme anakuwa na behavior au matendo mabaya kama haya. Kwa hiyo anayaweka kwa washauri wake. Inaweza kawa ni ukweli au sio kweli. Biblia haionyeshi kama kweli washauri walikuwa na mshauri vibaya. Kimsingi akina Jonathan walikuwa na mshauri tofauti na anayofanya hiyo. Walikuwa na mshauri vizuri zaidi. Lakini yeye hataki kusikia. Kwa hiyo tunaliona hilo swala ni vizuri tujifunze. Na haliishii tu kwa kiongozi kama huyu. Hata watoto kwa mfano. Watoto hili naomba nilifundishe mlielewe. Unaweza kwa mfano tuchukulie mfano. Mtu mmoja mkao umekaa mtu akaachia hewa kwa tendo ambalo kidogo wali linaleta aibu, ndio sio? Kuna watoto anaweza akanyosha kidole akasema kwa mkubwa. Siku hizi wapo. Au na labda sijui labda sisi sijui wakati wetu sijui. Hata kama ni mkubwa ukawa na ushahidi unachoweza kufanya sasa labda utulie. Lakini ikisemekana ni mtoto katika hao ni kumfichia aibu. Nani ameelewa ninachokisema? Au ninajaribu kuepuka kutumia lugha ambayo kidogo inaleta aibu. Lakini ikitokea mtu ameachia hewa ambayo ni katika matendo ambayo haya yanaleta kama aibu fulani, si vizuri kuweka mazingira yanayoonyesha kwamba aliyefanya ndo huyo mkubwa katikati yao. Kimsingi ya waziwazi. Au kwa mfano mlikuwa labda matukio matendo fulani au jambo la kufanya. Lakini aliyefanya usahaulifu kabisa uliopitiliza akawa ndo yule kiongozi. Anatoka kijana anamwambia wewe ndo uliyesahau wewe na kunyoshia kidole. Ni makosa. Kimsingi ni makosa. Huhitaji kumuonyesha yule kwa sababu ni jambo la kimungu by the way. Tulichelewa kwenda wewe ulikuwa ndo ulipitiliza ukalala. Yaani unaanza kama kumshutumu katika kimo chako. Sawa ni kosa lake. Na hapa hatusemi kwamba mtu mwenye kosa tumuondolee kosa, hapana. Lakini hakuna haja ya kuiaibisha ile nafasi. Kwa mfano kama aibu ni ya baba, ujue ile aibu ikija kwa baba inaaibisha mpaka watoto. Lakini heshima ya baba itaenea pia kwa watoto. Tabia ya juu itaenda mpaka kwa chini. Kwa hiyo tunaliona hili. Wewe ndio uliyofanya hiki.
Maneno kama hayo. Kwa hiyo tuyaangalie pia. Kwa hiyo Daudi anatumia lugha ya heshima kwa Sauli kwa namna nyingi, mojawapo likiwa hili kwamba mwenye uelewa mbaya wanayehisi kwamba namtafuta sio wewe, ni washauri wako. Inawezekana kwa washauri lakini halionekani kwenye Biblia. Ila tunachokiona kwa tabia Daudi kwa kutii mamlaka na kumtii Mungu anaifanya kwa sababu ya tabia yake ya kimungu. Tunaendelea mbele. Mstari ule wa kwa hiyo tumejifunza hilo tabia, hiyo point ya tatu. Ya kumtunzia heshima na kumuonea aibu mkubwa. Mstari wa 32. Mstari wa 12 samahani. 12 anasema hivi. Anasema Bwana atuamue mimi na wewe, na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Kama vile walivyosema mstari wa 13 watu wa kale katika mithali yao kwamba katika waovu hutoka uovu, ila mkono wangu hautakuwa juu yako. Tabia nyingine tunaiona kwa Daudi iliyotokana na kutii na kumtii na kumficha aibu kiongozi na kuona kujizuia na nini. Tunaona kitu kingine ni uwezo. Ni point inayofanana na kujizuia lakini ni ya ndani zaidi. Uwezo wa kufanya maamuzi ukayasimamia. Anasema hivi, sikiliza maneno yanatoka kwenye kinywa chake, mstari wa 12. Bwana atuamue mimi na wewe, na Bwana, hiyo sehemu ya kwanza sio inayomaanisha, na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, hilo tutaiona pia, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Huyo mtu ameambia nafsi yake kwamba vyovyote itakavyokuwa, mkono wangu nimeshaiambia nafsi yangu kwamba hauwezi kuwa juu yako. Ana uwezo wa kuitawala nafsi. Anaitawala nafsi. Anaiambia nafsi. Daudi anasema Ayubu anasema katika mlango wa 31 kitabu cha Ayubu, mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi, nimefanya agano na macho yangu, nimeyaambia macho yangu sitamtazama mwanamke kwa kumtamani kwa lugha nyingine. Leo hii tunatakiwa kitu kinachofanya ukisha iambia nafsi yako. Kwa mfano ukiamka ukaiambia nafsi yako kwamba kila asubuhi nitakuwa nasoma sura moja. Nafsi ikajua. Roho ikaambia mwili. Utaweza. Ni swala tu la kuiambia nafsi kwamba Bwana, nafsi yangu hiki kitu kiko hivi, hakiko hivi, basi. Ukiwaambia nafsi yangu, ukiwaambia nafsi yako kwamba au yangu nikaiambia kwamba hapa ni kijana, sitafanya matendo ya uasherati kabla ya kuoa au kuolewa. Ukaiambia nafsi, yani kufanya maagano na nafsi yako. Mkono wangu nakwambia hauwezi kuwa juu ya Sauli. Ukawaambia moyo wako, ukaambia macho yako, ukaambia moyo wako, ukaambia, inakuwa. Swala ni kuijulisha tu nafsi. Nani ameelewa nilichokisema? Yes, ni kuiambia nafsi. Kwa hiyo tunaona Daudi pamoja na kuambia watu wanaoongoza, ana uwezo wa kuambia nafsi yake na ikawa. Lakini tunaona kitu kingine. Hem, tuende katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 12 mstari wa, labda ni sehemu ya pili, ni sehemu pekee au ya pili tulioenda nje ya sura ya leo, kwa sababu mistari mingi huwa tunashindwa kwenda sehemu nyingine. Lakini tuende kwenye Warumi, na baada ya Warumi tutarudi kwenye Mithali. Warumi mlango wa 12:9 Biblia inasema hivi. Kitu kama Warumi, kama ukianza Agano Jipya, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi. Warumi mlango ule wa 12 mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Warumi 12:9 ndio nilikuwa sijafika pale. Nikawa nimeenda kwenye Matendo, lakini ngoja niende kwenye Warumi. Warumi 12 mstari ule wa 9 anasema hivi. Nimenukuu vibaya. 12:19. Nimesema 9 samani. 12:19 mwishoni mwa sura kabisa pa anasema hivi. Anasema, wapenzi, msijilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Bwana,
ya Mungu, maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi nitalipa asema Bwana. Daudi anajua kwamba ametendewa vibaya na Sauli. Anasema kwenye ile mstari tulikotoka, anasema mimi sitakufanya chochote kile, Mungu ndiye atakayetuamua. Leo hii watu ni wepesi wa kusema basi bwana Mungu ndiye atatuamua tu Mungu, lakini wanasema mdomoni lakini hawatendi kwenye vitendo. Ni rahisi tu mtu akasema basi bwana ulichonifanya Mungu tu mwenyewe anajua, Mungu ataamua. Lakini akitoka pale anaanza kuchukua hatua zake mwenyewe. Hapana. Sema tena, wakati mwingine unahitaji hata kusema. Waambie tu moyo wako. Kwa hiyo tunaona kwamba kimsingi mtu akitenda ubaya kuna mazingira, tutakuja kuna sehemu ya kujilinda. Kwa mfano kama mtu anataka kukuangamiza, sehemu yote akifanya kitu ambacho kinaweza kukuangamiza kabisa nafsi, hapo sasa useme kama Mungu atakupigania. Mungu anaweza kupigania ndio, lakini sehemu ya kujitetea, kujilinda ipo. Ila ni kama maneno haya hata kuvunja mfupa. Maneno matupu yavunja mfupa. Mtu atakutukana, atakusema, atakuchamba, atakutengenezea kila, na maneno yanauma sana kuliko hata ngumi na kofi. Ila mwachie Mungu. Fanya kama Daudi, mwambie sitakufanya chochote, lakini Mungu ninaliweka kwa Mungu ndiye atakayeshuhudia. Na tumwambie Mungu alafu tumwache. Sio unamwambia alafu unaenda tena kufanya vile wewe mwenyewe. Na tuende katika hii mlango wa Rumi 12:19 inatoka katika Mithali, tuende katika Mithali 25. Tuende kwenye Mithali 25. Haya maneno Paulo anayafundisha kwenye Warumi, akiliambia kanisa la Rumi, akituambia mimi na wewe. Lakini alikuwa ameisoma Biblia yake vizuri, ameisoma kwenye Mithali 25 mstari ule wa 11 anasema hivi. 25 sio 25 yamkini ni okay 25:21. Sio nimesema 25 ngapi? 21. Anasema hivi. Adui yako akiwa na njaa mpe chakula. Tena akiwa na kiu mpe maji ya kunywa. Maana utatia makaa ya moto kichwani pake na Bwana atakupa thawabu. Maneno sikuwa nimeyasoma kwenye Warumi. Kiendelea mbele kwenye mlango wa 12, 19, 20, 21. Haya maneno ndipo yanakotokea. Yaani habari ya kisasi. Sikuwasoma kule. Lakini yote yanatoka katika Mithali, ndipo yanaongelewa kwa mara ya kwanza. Lakini sio Mithali tu. Tuende pia katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 32-35. Haya maneno anayasema Musa kwa mara ya kwanza akiwa ametumwa na Mungu bila shaka. Na maneno ukiyasikia yanarudiwa sana na neno la Mungu, lazima tujifunze kuyapokea na kuyabeba. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 ni kama wimbo mrefu sana. Na huu wimbo ni katika nyimbo zitakazoimbwa baada ya ushindi wa ukombozi utakao kuja baada ya Kristo kurudi duniani. Huu wimbo wa Musa huu utaimbwa. Kutaimbwa nyimbo mbili. Naomba kama kuna mtu ambaye anapenda kujifunza mambo ya Biblia aende akasome huu wimbo wa Musa. Unaonekana kwamba utaimbwa tena upya kwenye kitabu cha Ufunuo. Mlango nafikiri wa 16 pale. Nadhani. Au wa 19. Siangalia vizuri huu wimbo unaimbwa. Sasa kwenye huu wimbo kuna mstari ni wimbo mrefu sana. Mstari wa 35 Biblia inasema hivi. Na huu wimbo uliimbwa na Musa baada alikuwa anaenda kuondoka, kuacha kuzeeka na kufariki dunia. Na taifa lilikuwa halikuweza kufika nchi ya ahadi, lilikuja kufikishwa na Yoshua. Lakini Musa anasema kabla kwanza kuimba huu wimbo ni kama anaweka ufupisho wa maagizo makuu ya Mungu kwa taifa lake. Na akasema ninajua mtawahi kusahau yote niliyowafundisha. Ila hata kama mtasahau yote, naomba mkumbuke huu wimbo wangu. Na inaonekana ndio sababu tutakuja tena kutafuta ulipofichwa uimbwe upya.
Sio kwamba natafuta tu maneno ya ujanja au ya kufurahisha na nini. Lakini ndiyo picha na kabla hujaanza kuimba wimbo, Musa anaeleza kwa nini anaimbia wimbo. Anasema ili kusudia maneno yakae. Kwa mfano kama ukisikia maneno leo tofauti na ukisikia wimbo kabisa kwa uimba leo. Yale maneno yatakaa muda mrefu. Kwa hiyo kwenye huo wimbo sehemu mojawapo ni namna ya kuishi iwapo ukiwa umetendwa maneno mabaya au mambo mabaya na watu. Mstari wa 35 anasema hivi, kisasi ni changu mimi na kulipa wakati itakapoteleza miguu yao, maana siku ya msiba wao imekaribia na mambo yatakayowapata yatafanya haraka. Mungu anasema kisasi ni cha kwake. Musa anawaambia watu wake. Anasema ninapoondoka naomba niwaache mke watu ambao hamna tabia ya kisasi. Naomba hili neno tulipokee pia na sisi tuendelee kujifunza. Vijana mnaokuwa sisi wakubwa pia tujifunze kuishi maisha ambayo hayana kisasi. Turudi katika Samuel wa kwanza mlango ule wa 24 tuufunge sasa. Kwa tumeona tabia mojawapo ya Daudi ni kutokulipa kisasi. Na tunaona pia Daudi anajitambua hali yake. Anajua mimi sio mtu mkubwa. Leo hii binadamu anajiona ndo mtu mkubwa, anajiona mtu mwenye nguvu. Unanijua mimi ni nani? Unatambua mimi nini? Wewe unajua mimi nina degree ngapi? Nimesoma paka wapi? Ndiyo tabia ya wanadamu. Daudi anaangalia mstari anaosema. Mstari wa 18 anasema hivi. Na mfalme wa Israeli ametoka ili kumfuata nani? Anasema anaomba Sauli, wewe unajipotezea muda. Unamtafuta mtu gani sasa? Mimi mwenyewe ni Daudi. Unajua Daudi mimi ni nani? Sikiza anavyojiita. Unamwinda nani? Ni kuwinda mbwa mfu na kiroboto. Yaani unapoteza muda wako kuja kupambana na Daudi. Mimi si chochote kwanza. Lakini hii ni kujua nafasi yake. Na si lazima kwamba alikuwa mbwa na kiroboto, lakini Biblia inasema ukijishusha Mungu atakukweza. Ila pia ili nitakuja kulifundisha sijui ni lini. Kuna watu wanaojifanya wako chini, watakatifu katika kujiinua. Leo hii mtu anaweza akaanza kuongea labda mbele ya kanisa, anaonyesha picha ya upole usio wa kawaida. Anahubiri kwa upole na vichekesho na tabasamu ambalo hajawahi kulivaa hata siku moja. Maisha yake hayana tabasamu, lakini akifika mbele anachekesha. Jamani, Mungu awabariki na wapenda. Hapana. Huo unafiki nao upo. Daudi tunamuona kwamba haya maneno angekuwa ameyasema kwa mara ya kwanza Daudi, tungemtilia shaka. Lakini ndivyo alivyokuwa tangia nyuma. Na tukiona anamwambia Mungu anasema sasa Mungu mimi ni nani mpaka umenifikisha hapa. Sikuwa nimetokea kwenye kabila kubwa. Sikuwa nimetokea hata sikuwa mtoto mwenye kupendwa sana nyumbani, mwenye cheo kikubwa kama kina Rehabu. Mimi hatimaye unanifanya mfalme wa Israeli. Na unanifanya rafiki wako Mungu mimi na uchafu wangu wote. Ndiyo tabia ya Mkristo. Anatakiwa awe. Lakini kwa mipaka, sio kwa kutaka kujiinua. Mstari wa kipande cha mwisho nitakisoma pamoja na nataka kukifunga kwa pamoja. Na ambacho kinatuonyesha nitakisoma alafu nitakifafanua. Mstari wa 16 Biblia inasema hivi. Ikawa Daudi alipokwisha kumwambia Sauli maneno hayo, Sauli alisema, "Hii ndio sauti yako mwanangu Daudi?" Naye Sauli akapaza sauti yake akalia. Unaona Sauli mwenyewe mfalme analia. Akamwambia Daudi, "Wewe mwenye haki kuliko mimi. Maana wewe umenitendea mema nami nimekutendea mabaya. Nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema. Kwani Bwana aliponitia mikononi mwako hukuniua." Mstari wa 16 anasema, "Bwana maana mtu akimwona adui yake, je, atamwacha aende zake salama? Basi Bwana na akulipe mema kwa haya ulionitendea leo. Na sasa angalia, najua ya kuwa hakika utakuwa mfalme na ufalme wa Israeli utafanyika imara mkononi mwako. Basi sasa uniapie kwa Bwana ya kwamba hutawakatilia mbali wazao wangu baada yangu, wala hutaliharibu jina langu katika mbali ya baba yangu." Naye Daudi akamwapia Sauli, kisha Sauli akaenda zake kwao, lakini Daudi na watu wake wakapanda kwenda ngomeni.
Ngome walio ni pangoni, karudi kwa sehemu yao. Kwa hiyo unaona tumeona mambo ya Daudi mengi, mazuri mengi. Mengi. Kuacha sehemu pale alipomsujudu, japo hatakuwa na kama alisujudu kabisa. Lakini aliheshimu na ni tabia nzuri kuheshimu mamlaka na kumheshimu mkubwa na kumheshimu hata mdogo. Kuna heshima ya kuwapa watoto wadogo. Unampa heshima yake. Huwezi ukaanza hata kumtukana mbele ya watu kama amefanya kosa kana nini, lakini sio somo la sasa hivi. Somo la sasa hivi tunaona toba ya uongo. Sauli anamwambia hiyo ndo Daudi yuko anamwambia kwamba bwana mbona unahisi unasikiliza sauti za watu, unaona nilichokufanya na nini? Akasema hivi wewe mwanangu Daudi. Yaani anaanza kuongea maneno ya heshima, maneno ya huruma, maneno mazuri. Anasema wewe ni mwema kuliko mimi. Anasema na Mungu akubariki sana, anaanza kumpa baraka. Leo hii ndo watu wasiopenda kumcha Mungu wanapenda sana kumweka Mungu mdomoni mwao mara ya kwanza. Yaani wanapenda. Unaweza kuwa unatafuta kitu na kwambia Mungu atakubariki. Mungu yupi usiyotaka kumsikiliza sauti yake? Tunaiona hii picha ya Sauli, unamwona kinywani mwa Sauli kuna Mungu sana kuliko Daudi. Ambaye hakustahili kuwemo kwenye kinywa chake. Hapa alitakiwa na tunamwona anafika sehemu fulani analia na machozi. Ukisikia mtu anaomba msamaha au anaonyesha ukosa mpaka alie machozi, wakati mwingine usiamini sana. Machozi haya, huyu ni mfalme analia. Haya ni machozi ya mamba haya. Kwa sababu tunaona sura inayofuata anakuja kumuinda tena. Huku nyuma alishafanya hivyo mara nyingi. Hapa sitamfanya chochote Daudi, sitafanya kwenye kitabu hiki. Lakini maneno yake hayaaminiki. Leo hii watu wanaingia makanisani wanalia machozi, Bwana utusamee Mungu. Mungu. Ukienda kwenye makanisa utasikia machozi. Au akitoka tu kitu hicho walikuwa wanalilia wanaenda kufanya tena. Kwa sababu maneno hayakuingia yakaota kwenye moyo wao. Wanafanya kwa hisia, maisha ya hisia. Kwa hiyo naomba tusiendelee sana, tutasoma kama hili tutafundisha tena, lakini ukiona mtu ambaye sio mcha Mungu, sio mpenda kusikia maneno ya Mungu, sio mtu wa kupenda kuitafuta sauti ya Mungu, hata kama atakuonyesha toba ya hali ya juu sana. Okay, uipokee, uikubali, lakini uipokee ukijua kwamba wakati wote inaweza kuwa kama Sauli, inaweza kageuka. Kakugeukia. Akakataa maneno yake. Anakuambia kuanzia leo hii watu unasikia wanaenda makanisa ya uongo ambao hana neno la Mungu. Leo nimeziacha dhambi zangu zote, sinywi tena pombe. Nimefanya nini? Jioni ya leo au kesho yake au anasema naacha kunywa pombe, anakaa mwezi mmoja tu. Mwezi wa pili. Kwa sababu hakuna kweli ya Mungu ndani yake. Kitu pekee kinachoweza kuondoa dhambi kwenye mwili wako na wa kwangu neno la Mungu. Biblia inasema na nitafungia hapa. Zaburi hii nimekuwa naisema mara nyingi na nitairudia. Zaburi ya 119 mstari wa 11 Biblia inasema Bwana nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi. Njia pekee ya kutokutenda Mungu dhambi ni kuliweka neno moyoni mwake. Sio kulia machozi sana na kumwambia poa asante kwa sababu tu umekoswa kufa siku hiyo. Tumshukuru Mungu Baba, tunasema asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa sura ya leo tena Mungu na neno lako. Tuomba maneno haya Mungu akaende kwa halisi Mungu. Kajitwalie kina Daudi wako leo hii. Wakati huu majira haya Mungu. Baba bariki kusanyiko hili, bariki watu wako. Mungu wa mbinguni, endelea kutukusanya, endelea kutusikizisha maneno yako. Mungu hata kama pale ambapo miili yetu tutakuwa imegoma imekataa, lakini Mungu wa mbinguni, wewe unayetuombea, unatupenda, unayetutafutia yaliyo mema Mungu, ukatukamilishe. Naomba baraka zako zikaambatane na watu wako wanapoondoka mahali hapa. Ambatane na watu wako kesho Ijumaa na wiki yote hii Mungu. Na mwezi huu tulioanza mfalme ajabu kama mwezi wa baraka zako Mungu. Mfalme na ulinzi pia na kuisikia sauti yako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu tunakupokea. Amen. Amen.